Naam, bila shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV, nafasi nyingine tena ya kukualika hapa kuyafahamu yaliyojiri kimichezo. Utakuwa nami Akida Kilango kwa takriban saa zima na kusihi uwe nami hadi tamati. Na kwa kuanza kutazama mshike, kikosi cha Simba kimewasili salama Afrika Kusini, ikiwa ni tayari kuelekea katika mchezo wao wa mwishoni mwa juma atakapokipiga dhidi ya Stellenbosch katika mchezo utakaopigwa pale Durban. Na muda huu naungana na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali. Kubwa ni kutaka kufahamu namna safari yao ilivyokuwa. Ahmed Ali, kwanza kabisa nikupe pole kwa safari, kwa sababu ni safari ndefu kweli kweli. Haina haja ya pole kwa sababu ndege huwa haichoshi. Tumeenjoy, kwa hiyo tupe hongera kwa kufika salama. Nikupe hongera kwa kufika salama, lakini tufahamishe hali ya kikosi kizima kwa ujumla ambacho kimesafiri kutoka hapa nyumbani Tanzania kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa mwishoni mwa juma dhidi ya Stellenbosch, ukiwa ni mchezo marudiano. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Durban majira hii ya saa 1:30 kwa saa za hapa Afrika Kusini, sawa na saa 2:30 kwa saa za hapo nyumbani. Safari imekuwa ndefu kutoka nyumbani Tanzania mpaka Johannesburg. Kufika Johannesburg tukapokelewa na baadhi ya Watanzania waishio Afrika Kusini wakiongozwa na mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, ambaye vile vile alipata nafasi ya kuzungumza na kikosi cha Simba na kutoa nasaha zake na kutuhakikishia kwamba ubalozi wa Tanzania ama serikali ya Tanzania iko nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunatimiza mpango ambao tumekuja kutekeleza huku. Baada ya hapo tukaingia kwenye ndege tena kutoka Johannesburg kuja moja kwa moja mpaka Durban, mwendo wa saa 1, na tumefika hapa majira ya saa 1 na tukatoka uwanja wa ndege mpaka hotelini, na muda huu tumefika hotelini, wachezaji wanakwenda gym kwa ajili ya kupasha misuli na kuondoa uchovu na kufanya recovery, na baada ya hapo program ya mazoezi nyingine ya uwanjani itaendelea kesho baada ya kila kitu kuwa sawa sawa. Vipi hali ya hewa? Kwa jinsi ninavyofahamu hapo Afrika Kusini ni hali ya baridi, hii haiwezi kuwa na athari kwa namna yoyote ile? Hali ya hewa ni baridi na kuna mvua za hapa na pale. Tangu tumetoka Johannesburg kulikuwa kuna mvua na tumefika mpaka hapa Durban, mvua za hapa na pale zinaendelea kunyesha na baridi ni kali na kwa kuzingatia hali hiyo ya hewa ndio maana tumeamua kuja mapema. Ukiangalia tuna leo Jumatano, tuna Alhamis, tuna Ijumaa, tuna Jumamosi. Siku zote hizi 4 zinatutosha kabisa wachezaji wetu kuclimatize, yani kuzoea hali ya hewa, ili tutakapofika siku ya mchezo twende tukautumikie muda wetu vizuri. Kwa hiyo hali ya hewa ni baridi, lakini tumekuja mapema ili tuanze kuzoea mapema hali hiyo. Lakini vipi kwa namna ambavyo mmeweza kuzungumza na wenyeji hapo, ukizingatia kwamba dimba ambalo Stellenbosch watalitumia, uwanja wa Mandiba, ni uwanja ambao wao si wenyeji? Katika uwanja wao ambao ni wenyeji kutakuwa na mchezo wa rugby siku moja kabla ya mchezo, hivyo hiyo inawalazimu kwenda kucheza hapo Durban. Hii inakuwa ni faida kubwa kiasi gani kwenu Simba Sports Club? Wenyeji ambao tumezungumza nao ni wenyeji ambao ni wa Tanzania wanaoishi hapa Durban. Kwanza walikuja wengi sana, wamekuja na Kigoma, wamekuja kutupokea katika uwanja wa ndege hapa Durban. Yani palikuwa shangwe, yani pale uwanja wa ndege palivurugika, ilikuwa ni mnyama tu anazungumziwa hapo, ngoma zinachezwa, furaha zimetamalaki. Watanzania wanaoishi hapa Durban kupitia umoja wao, umoja wa Tanzania hapa Durban na umoja wa Tanzania nchini Afrika Kusini, wametueleza wazi kwamba katika mji huu wa Durban Stellenbosch ni mgeni kabisa. Hana shabiki hata mmoja, kwa sababu huku sio kwao. Kwanza ni timu ngeni, lakini huku pia wao hawana mashabiki kabisa. Baada ya kutueleza hivyo, sisi tumekuja na mkakati na mpango wa kuwafanya Stellenbosch kuwa wanyonge katika ardhi ya nyumbani kwao, kwa maana kwamba tumeandaa mpango na mkakati maalum ya kuwakusanya Watanzania na Wanaafrika Mashariki wote wanaoishi hapa Durban, wanaoishi Pretoria, wanaoishi Johannesburg, wanaoishi Port Elizabeth,
wote waje hapa Durban, tuje tuishangilie Simba yetu kiasi ya kwamba tumtie unyonge mpinzani wetu Stellenbosch. Na hilo nikwambie ndugu yangu Akida, tayari kazi hiyo imeshaanza. Tayari kule Johannesburg wameshaanza maandalizi, hapa Durban ndo usiseme, wale wa Cape Town na wenyewe wanakuja. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba katika mchezo wetu wa tarehe 27 Simba tutakuwa wengi zaidi kuliko Stellenbosch. Wingi huo Ahmed Ally unakupa jeuri ya kuzungumza hiki unachokizungumza, kwa sababu hata mchana wa leo wakati mnaondoka uwanja wa kimataifa hapa Dar es Salaam ulisema kwamba mnyama anaingia fainali. Nini siri ya kujiamini hivyo? Akida, ni kuambie tu ndugu yangu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Simba anacheza fainali mwaka huu. Ziko sababu kadhaa ambazo naweza nikakuthibitishia ya kwamba Simba anacheza fainali. Sababu ya kwanza ni uzoefu tuliokuwa nao. Tumeanguka mara kadhaa kwa timu mbalimbali, ikiwemo timu mbili za ukanda huu wa timu mbili za Afrika Kusini, kwa maana ya Orlando na Kaizer. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi hapa ambavyo tunakwenda kuvitumia katika mchezo wetu huu dhidi ya Stellenbosch. Lakini ya pili ni ubora tuliokuwa nao Simba Sports Club. Yes, kwa hiyo sisi ni bora sana, maandalizi ni makubwa sana. Hiyo inatupa matumaini ya kwamba Simba anacheza fainali mwaka huu. Nikushukuru sana Ahmed Ally. Mmesafiri na ndege ya Air Tanzania, bila shaka beef or chicken ulichagua nini? Nikushukuru sana Ahmed Ally. Asante sana. Naam, huyo ni Ahmed Ally, nimetoka kuzungumza naye hapo, ni meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba. Na muda huu naungana hapa na Godlizen Muro kuja kutazama kile ambacho kimeendelea kuelekea katika mchezo huo. Mzee wangu karibu sana. Asante Akida. Nimetoka kumuuliza Ahmed Ally pale, beef or chicken, wewe ni kipi unapendeleaga kujibu hapo? Mapema tu chicken. Kuna ndugu yangu mmoja anasemaga naanza na beef nitamalizia na chicken. Muro, kikosi cha Simba kimesafiri, lakini kimepewa ndege na serikali. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye amelitekeleza hilo. Na katika kushukuru, si vibaya nikakufahamisha unatazama muda huu, dondoo muhimu ni kwamba rais wa heshima na mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Mohamed Dewji amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia usafiri na malazi kuelekea mchezo wa marudiano nusu fainali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch. Klabu ya Simba imemshukuru pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa motisha ya goli la mama ambayo imekuwa chanzo cha hamasa kubwa na ari kwa wachezaji na mashabiki wa klabu hiyo. Lakini pia Mo Dewji hakuishia hapo, bali yapo mengine aliyozungumza, ikiwa ni pamoja na shukrani kwa Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuratibu safari hiyo. Lakini pia Simba imezishukuru taasisi nyingine zilizofanikisha safari hiyo, ikiwemo Mamlaka ya Mapato nchini TRA, Shirika la Ndege Tanzania ATCL, Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA na Shirika la Reli nchini TPA. Kwa hiyo hizo ni dondoo muhimu ambazo nimeweza kukupatia hapo, ambazo zimeweza kuandikwa leo na Mo Dewji kuelekea katika mchezo huo. Lakini sasa Muro, kwa kuwa umefika hapa na ulikuwa ukishuhudia kile ambacho alikuwa kikizungumza Ahmed Ally, unahisi ni kwa nini anazungumza kile anachokizungumza? Lakini je, anatakiwa kuzungumza hivyo kwa sababu mpira una matokeo ya ajabu? Kabisa, mpira una matokeo ya kusisimua wakati mwingine, lakini lazima uanze kwa kuamini kile ambacho umekitengeneza kwa muda mrefu. Inawezekana matokeo haya ndio yanampa jeuri Ahmed Ally mchezo mkondo wa kwanza? Matokeo inaweza kuwa ni jambo moja la msingi, kwa sababu Simba wanakwenda Afrika Kusini kwanza wakiwa hawajaruhusu bao la nyumbani. Hichi ni kitu ambacho kimekuwa kinasumbua timu nyingi sana. Stellenbosch hawajapata bao la ugenini. Maana yake ni kwamba Simba wanachokifanya ni kwenda kuangalia matokeo ya aina tofauti tofauti. Sare yoyote ambayo wataipata, iwe ya mabao ama isiyo ya mabao, goalless draw, bado itawasaidia wao kwenda katika hatua inayofuata. Lakini hata ukipoteza kwa margin ya goli moja, lakini kwa kufungana, maana yake 2-1, 3-2, 4-3 na kadhalika, bado Simba watakuwa na advance kwenye hatua inayofuata. Kitu pekee ambacho Simba watapaswa kukizuia, iwe ni kwa mbinu zao, kwa wachezaji bora waliokuwa nao, ubora wa benchi la ufundi, hamasa na kadhalika,
ni kuzuia wasiruhusu zaidi ya margin ya mabao mawili, yani 2-0, 3-1, 4-2 na kadhalika. Hiyo ndiyo salama pekee ambayo tutarudi tena Golizen Muro kuweza kutazama hiki ambacho kimeendelea katika michezo hii. Lakini kwa sasa tutazame kile ambacho mashabiki mbalimbali wameweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa mujibu wa swali ambalo tulikuwa tumeliuliza leo kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Nitakusomea hapa Muro ili uweze kung'amua ni kitu gani ambacho watazamaji wetu wameweza kutuandikia kuelekea katika mchezo huu. Lakini wakati tunasubiri swali ni hili hapo, tulikuuliza unamshauri nini kocha wa Simba Fadlu Davids kuelekea mechi ya marudiano ya nusu finali CAF Confederation Cup dhidi ya Stellenbosch. Swali lilikuwa hilo, lakini sasa tupite katika kurasa zetu mbalimbali, tukianzia na Instagram Azam Sports. Huyu ni Deogratias Vincent wa Mlandizi Kibaha, anasema binafsi yeye anashauri acheze mpira kama ambacho walicheza hapa. Wanatakiwa washambuliaji watumie nafasi ambazo wanazipata, wasicheze nafasi kwani nusu finali ngumu mno. Lakini huyu mwingine ni Manduselaga, anasema kocha Fadlu Davids asiweke nguvu nyingi kulinda, anatakiwa kushambulia zaidi, hasa kipindi cha kwanza apate matokeo ya mapema. Hao jamaa aliwatazama vizuri michezo mzuri wanao, ila ukiwashambulia vizuri wanapotiana. Wakati Comrade Demi anachomshauri Fadlu Davids, kwa sababu mechi itakuwa ya kushambuliana, tunaomba kama mashabiki wa Simba atie washambuliaji ambao wanahisi wanaweza kuleta matokeo kwa haraka, ila pia asichelewe kufanya sub. Amehitimisha kwa kuandika hivyo. Hiyo ni kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Lakini sasa tutazame katika ukurasa wetu wa Facebook kujua ni kitu gani umetuandikia hapo. George Kivuyo kutoka Arusha anamshauri kocha kuzungumza na wachezaji wacheze kwa nidhamu ya hali ya juu, ila wasipaki basi, bali watafute goli la mapema ili kuwachanganya zaidi wapinzani. Kwa uwezo wa Mungu hatuishii hapa, Simba nguvu moja. Lakini Godfrey Songa anasema aendelee pale alipoishia, lakini pia nidhamu ya ulinzi iongezeke, hasa dakika 15 za mwanzo. Lakini pia asitumie mechi iliyopita kuwasoma hawa wapinzani, kwa sababu watakuja kivingine tofauti na walivyokuja Zanzibar. Lakini mwingine huyu ni Everius Kikubwa, kocha anatakiwa kwenda kwenye mchezo huo akiwa anatambua ana ushindi mdogo wa goli moja, kwa hiyo anatakiwa awajenge wachezaji waingie kwenye mchezo huo wakiwa na option mbili tu, kutafuta sare ya aina yoyote au ushindi tu. Simba amehitimisha kwa kusema nguvu moja. Hayo ni maoni yaliyotuandikia kupitia Facebook. Lakini X zamani Twitter, Lamek Junior wa Dodoma Nkulabi anasema ushauri wake kwa Fadlu, anapaswa kuwaheshimu sana wapinzani wake, kwani wanapenda kukuachia umiliki wa mpira then wa kupress kwa haraka. Simba wanapaswa kuwa makini sana maeneo ya pembeni. Lakini San Golden Boy huyu anasema kila laheri mtani. Ni msome kama Jafari Sandemu kutoka Moshi, ushauri wake kwake asiende kupaki basi, lile goli moja linaweza rudishwa mapema, alafu pia asibadili kikosi kitumike kile kile. Lakini Oscar Mwangila anasema yeye anaona Fadlu aanze na kikosi hiki: Kamara, Chamu, Hamza, Kapombe, Zimbwe, Che Malon, Kagoma, Ngoma, Mavambo, Mpanzu, akahitimisha na Kibu. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Golizen Muro, tulikuwa tumeanza kutazama mchezo ule ambao Simba walipata ushindi wa goli 1-0 na maoni ya mashabiki umeweza kuyaona. Ni kitu gani ambacho umeking'amua kuelekea katika mchezo huo, wengi wakimshauri Fadlu kutokupaki basi? Of course, kwanza uelewa mpana wa mashabiki wa soka ambao wameandika comments hizi, na hasa kutengeneza namna ya ushauri kwa Fadlu kuheshimu uwezo wa Stellenbosch. Inaweza kawa jina sio kubwa kama ilivyo Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns kwa timu za Afrika Kusini, lakini hichi alichokifanya msimu huu mpaka kucheza hatua ya nusu finali wakimuondoa Zamalek, namna ambavyo walicheza kimbinu sana pale Zanzibar Amani Complex, inakuashiria wamekuja kufanya kitu msimu huu. Steve Barker ni kocha mzoefu sana, kwa hiyo kitu ambacho pekee wanachoweza kufanya ni wachezaji kwenda kupigania kweli. Kwa Fadlu atamaliza kazi yake
ndani ya kiwanja ni jukumu la players kufanya kwa ubora wao. Nikushukuru sana Godlizzy Muro, tutaungana pia hapo baadaye kuweza kutazama katika upande wa klabu bingwa. Asante Akili. Na shukrani sana. Huyo ni Godlizzy Muro, nimekuwa naye hapa akitupitisha katika hilo la kombe la shirikisho. Lakini sasa tuelekee pale Zanzibar. Mashindano ya Muungano mwaka 2025 yanatarajia kuanza kutimua vumbi hapo kesho katika uwanja wa Gombani Pemba, ambapo maandalizi yameshakamilika. Taarifa ya Saidi Msumi inaangazia zaidi. Salama na atakaye na aje, ndicho unachoweza kusema kwa wakati huu hapa, ambapo michuano ya kombe la Muungano kwa mwaka 2025 hatimaye kesho ni JKU, Jeshi la Kujenga Uchumi, dhidi ya Singida Black Stars. Ni timu mbili kati ya timu 8 zinazoshiriki katika michuano ya kombe la Muungano ambao wamepata nafasi ya kushinda taji hili. Young Africans akishinda mara 6, wakati kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM akishinda mara 1 mwaka 1988. Viongozi, mkuu wa wilaya ya hapa Chake Chake anazungumzia nini kuhusiana na matayarisho kwa ujumla kuelekea katika michuano inayotayari kuanza hapo kesho? Binafsi niseme mimi mkuu wa wilaya hii ya Chake Chake pamoja na wananchi wenzangu wa wilaya ya Chake Chake, mashindano haya ya kombe la Muungano kwa mwaka huu 2025 tumeyapokea kwa mikono miwili, na tuseme tumefarajika sana. Kwa sababu gani? Ni fursa ya kipekee ya kupata mkusanyiko kama huu, jambo ambalo linakwenda kuongeza kipato kwa wananchi wa wilaya Chake Chake, lakini na wale ambao wako nje ya wilaya ya Chake Chake. Niendelee kuwaomba wafanya biashara, wajasiriamali, hii fursa ambayo tumeipata kwa mwaka huu 2025 basi tusiipoteze, tuitumie vizuri, ili litakapokamilika kombe letu hili la Muungano kwa mwaka huu, basi kila mmoja awe amefarajika na ujio wa kombe hili. Kiujumla niendelee kuambia Watanzania wote wajitokeze kwa wingi. Lakini wale ambao wako hapa niwaambie tushikamane kuhakikisha tunahudumisha muungano wetu, kwa sababu muungano wetu ndio tunu yetu. Tulikuwa tuko katika maandalizi ya kukamilisha mkandarasi kukamilisha ujenzi, lakini kwa asilimia kama 90 na baadhi ya vitu vile vya msingi tayari vishakamilika na vimebakia vile vichache. Sasa kwa mazingira hayo, na ndio maana sababu kaletwa mashindano yaje kufanyika huku Pemba. Lakini kwa kiasi fulani kwa kujiandaa na mashindano hayo Mapinduzi Cup tupo kwenye asilimia kama 99.91. Sasa hizo zilobakia chache hizo, maana yake tunasubiria tufanyie zile tunasema final touch, ambayo hizi tutazimalizia leo na kesho, ikifika mpaka saa 7 kila kitu kitakuwa kishakuwa tayari kwa ajili ya kuanza mashindano yetu kesho kuyazindua. Kwa sasa timu zikiwa zinawasili hapa Pemba kwa ajili ya michuano hii ya kombe la Muungano. Jambo pekee la kusema, yoyote anakaribishwa hapa Pemba kwa ajili ya kushuhudia michuano hii ya Muungano. Mashindano haya sasa yakiingia rasmi kwa mwaka 2025 kesho, kwa mchezo kati ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar JKU dhidi ya Singida Black Stars. Kumbuka michuano hii, nani atakwenda kubeba michuano hii ambayo ilianza mwaka 1982 kwa Pan Africa kuweza kushinda taji hili. Kutokea hapa Gombani Pemba Zanzibar, Saidi Salim Msumi, Azam Sports. Namshukrani sana Saidi Msumi kwa ripoti hiyo, lakini nikukumbusha kwamba huu ni mshike, bado upo nami Akida Kilango. Baadhi ya timu shiriki za michuano ya Muungano 2025 zimeanza kuwasili kisiwani Pemba kwa ajili ya kujiandaa, ambapo mchezo wa ufunguzi ni kati ya JKU na Singida Black Stars saa 11 jioni uwanja wa Gombani. Timu za Azam FC na Singida Black Stars zimefanya mazoezi yao ya kwanza leo kwa mara nyingine tena. Huyu hapa Saidi Msumi. Maandalizi ya mwisho kabisa hapa Pemba kwa timu zinazoshiriki katika michuano ya Muungano 2025. Kumbuka tayari timu mbili kutoka Tanzania bara zimewasili leo hapa Pemba Zanzibar. Hapa nyuma yangu ni kikosi cha Azam Football Club ambao wameingia mapema leo hii Pemba kupitia usafiri wa anga, lakini upande wa pili kikosi cha Singida Black Stars wao waliwasili hapa Pemba mapema asubuhi kwa
njia ya usafiri wa maji, yani boti, ambapo wao wamefanya mazoezi katika uwanja wa Gombani Pemba, uwanja ambao watautumia kesho kwenye mchezo wa Kombe la Muungano wa ufunguzi dhidi ya Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar maarufu kama JKU. Lakini Azam Football Club wao wako pembezoni hapa mwa uwanja wa Gombani wakiwa wanafanya mazoezi yao kwa ajili ya kulisaka taji hili. Kumbuka mara ya mwisho walifika fainali na kupoteza mbele ya Simba Sports Club. Swali pekee la kujiuliza ni kwamba je, safari hii mfupa uliowashinda msimu uliopita wa mwaka 2024 wataweza chini ya Rashid Taus kutokea hapa Pemba, Zanzibar? Mimi ni Saidi Salim Msumi, Azam Sports. Na hiyo ni ripoti ambayo alituandalia mwenzetu Saidi Msumi mapema leo, lakini muda huu nitaungana naye hapa moja kwa moja kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa kuelekea katika michuano hii ambayo itaanza rasmi kutimua vumbi hapo kesho na kuonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Msumi, habari ya muda huu? Akida, Zanzibar ni salama na sisi huku tuko safi kabisa. Sijui nyinyi hapo Tabata TOT. Tuko vizuri, na moja ya vitu vilivyonifurahisha ni namna ambavyo Pemba yako ulitamka ile yenyewe kabisa. Naam, tujalie nini ambacho kinaendelea na namna ambavyo wakazi wa eneo husika wameweza kuyapokea mashindano haya hapo Gombani. Kiukweli kabisa kama nilivyosema kwamba Pemba ni njema na atakaye aje anaruhusiwa kuja. Hali ya kuelekea katika michuano hii imekuwa na fanaka kubwa sana, hususan kwamba michuano hii ilipaswa kufanyika Unguja, lakini baada ya ZFF kutoa tangazo kwamba michuano hii kuweza kuletwa hapa Pemba, ukiangazia mandhari zaidi, vijiwe mbalimbali hapa Pemba ni kuhusiana na michuano hii mikubwa ya Muungano ambayo iliasisiwa mwaka 1982 ambapo kikosi cha Pan African walikuwa ni mabingwa wa kwanza wa michuano hii. Nakumbuka michuano hii ni makala ya 23 kuweza kufanyika baada ya makala 22 kufanyika mwaka jana kwa kikosi cha Azam Football Club kukubali kichapo cha 1-0 mbele ya Simba Sports Club, bao la Baubakar Sal ambaye hivi sasa hayupo ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Matayarisho kwa ujumla wake yamekuwa ni makubwa sana. Mchezo huu unafanyika katika uwanja michezo hii inafanyika katika michezo ya Gombani Pemba, ambapo leo tumeshuhudia timu zikianza kuwasili hapa, timu ya Singida Black Stars, kikosi cha Azam Football Club, lakini bila kusahau pia JKU ambao na wao pia wamewasili hapa Zanzibar. Kuna hali ya uchangamfu, biashara pia ya jezi imeanza kuuzwa. Ukipita katika uwanja wa Gombani pale, watu wachuuzi wa jezi wanaanza kufanya kununua jezi mbalimbali kuonyesha kwamba ushabiki wa timu mbalimbali ambazo zinashiriki, ambapo na ukubwa zaidi ni kulisaka taji hili ambao ni taji kubwa unaweza kusema, Akida Kilango, na wapenzi wa soka wanalifuatilia kwa ukubwa wake hapa Pemba, Zanzibar. Pasina shaka yawezekana umeweza kuzungumza mawili matatu na waliofika hapo, na miongoni mwa uliowataja ni Azam FC, matajiri wa jiji, ambao muda mchache uliopita ulituonyesha pia wakifanya mazoezi. Walipoteza katika mchezo uliopita wa finali iliyopita wakifungwa na Simba Sports Club 1-0, bao la Baubakar Sal. Sijajua kwa sasa Rashid Taus kama umeweza kuzungumza naye, ni kipi ambacho ameweza kuzungumza, lakini pia walimu wa timu nyingine. Kwa upande wa Azam Football Club nilipata nafasi ya kuweza kuhudhuria katika mazoezi ya leo, lakini kwa bahati mbaya kidogo hatukuweza kuzungumza na mwalimu Rashid Taus, lakini wachezaji ambao tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza nao wameonyesha ari kubwa sana ya kulitamani kombe hili hapa. Nahodha Rusajo Elkaga Mwaikenda, wachezaji mbalimbali wakina Abdul Suleiman Sopu na wenyewe pia tulipata nafasi ya kuzungumza nao kuhusiana na matayarisho yao ya kuelekea katika michuano hii ya Muungano. Wanasema kwamba kile walichokifanya kwa mwaka jana wanatamani kufanya kwa mwaka huu zaidi na kubeba taji hili, hususan ukiongea Azam Football Club hawapo katika michuano ya kombe la CRDB, lakini bila kusahau michuano ya NBC na yenyewe hawana nafasi tena kuweza kustaka taji hilo kutokana na alama pengo walokopo nalo dhidi ya Young Africans ambao ni vinara pamoja na Simba Sports Club. Kwa wanaona kombe hili kama ni faraja kwao kwa msimu huu wa mwaka 2025. Nikushukuru sana Saidi Msumi, pasina shaka utaendelea kutujuza mengine mengi kupitia katika vipindi vingine vinavyofuata hapa Azam TV.
Nakushukuru sana Akida Kilango. Nam, ni mwenzangu huyo Saidi Msumi, tukiwa tunazungumza naye mubashara kutoka Gombani, akiwa anatufahamisha kuhusiana na kile ambacho kimeandaliwa kuelekea katika michuano hii ya Muungano 2025, na tumekufahamisha ni mchezo gani utaanza kesho. Kabla tujaelekea katika mapumziko, nikukumbushe yale ambayo tutayafahamu tukirejea hapa. Kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil Tite ajipa muda wa mapumziko kufundisha soka. Na klabu ya Fountain Gate imethibitisha kumsimamisha golikipa wake John Nobo. Na msante kwa kuendelea kwa nami. Huu ni mshike bado upo nami Akida Kilango. Mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba na mwanachama mwandamizi wa klabu hiyo Azim Dewji amewataka mashabiki kuondoa hofu na kuendelea kumwombea mema kiungo mshambuliaji wao Jean Charles Ahoua mara baada ya kukosa nafasi ya kupachika bao dhidi ya Stellenbosch, akiwataka pia kulisahau hilo na kumwamini na kuamini kuwa mnyama atatinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumeona kwenye maklipu zingine za Ulaya vile wachezaji hodari kabisa ambao mshahara wao ni labda milioni 500 kwa wiki, naye wanakosaga kodi kama hiyo. Huyu kijana bado ni mdogo, ni miaka 22 tu. Wapenzi wa Simba tunatakiwa wote tuwe nyuma yake na tumjenge, maana tusije tukambomoa kisaikolojia. Kwa hiyo naomba tu tuwe pamoja naye ilivyokuwa kama tumekuwa pamoja na Chasambi, Chasambi akarudia kwenye fomu yake. Kwa hiyo ilikuwa hiyo, tusiingie kwenye mtego ya wenzetu, na kama tumeweza kucheza mpira huu, sio kama tukienda kule mpira utabadilika, utakuwa ni mpira kama huo au utazidi. Na saa nyingine ukiwa na magoli mengi mkononi, basi timu huwa ina relax kwamba tumeshavuka. Kama wapenzi wengi wanafikiria kwamba tutapata 3, basi kila mtu angekuwa anasema kwamba tumeshavuka. Nasema kila siku kwamba ukishajiamini sana, basi unaenda kufungwa. Kwa hili goli moja tuko mguu mmoja mbele, na wachezaji wanajua kwamba goli moja bado haitoshi. Kwa hiyo hawatakwenda kucheza kwa kurelax, watacheza kwa kujituma zaidi na kuweza kupata ushindi. Azim Dewji huyu akiwa watoa hofu mashabiki wa Simba. Na sasa niungane tena na mchambuzi wangu Godlizen Muro. Wakati ule kuna sehemu ambapo nilimwambia aweke nukta, lakini sasa naungana tena. Karibu tena Godlizen Muro. Asante Akida. Tulikuwa tukizungumzia mchezo huu, tumewatazama Simba na matukio aliyoyapata, lakini mpinzani mwingine watayekutana naye kama watafanikiwa kupita, anatoka katika mchezo wa RS Berkane dhidi ya CS Constantine. Nini ambacho tukitegemea pia katika mchezo huu ambao nao pia utaonyeshwa mubashara kupitia Azam TV? Ya Recreation Sportive Berkane ameanza safari yake ya kuelekea finali vizuri. Msimu uliopita unajua alicheza pia finali dhidi ya Zamalek, lakini ni bingwa mara 2 wa michuano hii. Kwa hiyo Constantine amekutana na kikombe ambacho kimekuwa kizito sana kwake. Mabao 4-0 katika uwanja wa Manispaa ya Berkane ni mengi sana. Although dakika 90 za pili, football ina maajabu mengi sana, lakini unaweza kujiuliza mara ya mwisho ni lini katika mashindano ya Afrika, whether ni ligi ya mabingwa ama ni kombe la shirikisho, timu imeweza kupindua ubao wa matokeo 4-0. Ni mengi sana, na Berkane tayari wameshajiwekea asilimia kubwa zaidi ya 80 ya kufuzu hatua ya finali. Msimu uliopita walifuzu bila kucheza mechi ya nusu finali. Unakumbuka dhidi ya USM Alger kulikuwa kuna ule mgogoro wa kisiasa. Yes, lakini walienda straight wakafungwa na Zamalek finali. Lakini this time unaona wameanza vema dhidi ya timu nyingine kutoka Algeria, na unawaona kati ya hao 4 waliosalia ni Berkane pekee ambaye ameshawahi kuchukua ubingwa huu mara 2 mfululizo, mara ya mwisho akiwa na kocha Jean Florai Benke. Hiyo ni faida yangu mimi na yule anayetazama. Probably tutaonana nayo wakati mwingine. Nikushukuru kwa sasa. Asante Akida tena. Naam, shukrani sana.
Na tuelekee kabla Muro hujaondoka, si vibaya tukaelekea katika upande wa Champions League. Kumradhi, tumalize kabisa, tutazama muda tumalize kabisa. Kwa upande wa Champions League kuna mchezo huu ambao ni Mamelodi Sundowns wamekipiga dhidi ya Al Ahly na mchezo ukatoka hivyo. Lakini pia mchezo mwingine Orlando Pirates dhidi ya Pyramids, napo pia matokeo yakawa ni hayo. Ilikuwa ni vita ambayo timu za Misri mabao mawili yalifungwa, lakini kwa kutumia VAR mabao yalikuwa disallowed, yalikataliwa. Lakini Mamelodi anakwenda sasa kwenye ardhi ya Misri, ardhi ambayo amekuwa akifanya vema pia dhidi ya Ahly. Anakwenda kucheza na bingwa mtetezi, aggregate ikiwa 0-0. Kinachoweza kuwa bora kwake ni kwa sababu anakwenda na aggregate ambayo hakuruhusu bao lolote nyumbani. Sare yote ya mabao, Mamelodi atakuwa anacheza finali. Pyramids dhidi ya Orlando, mechi nyingine dume kweli kweli, kwa sababu hapa tunazungumza habari ya Pyramids ambaye kati ya hao unaowaona wanne waliosalia kwenye nusu finali, hii ndiyo timu pekee ambayo haijakucheza finali yoyote ya Champions League. Orlando alicheza na Ahly 2013, alikuwa bingwa 95. Mamelodi Sundowns alikuwa bingwa 2016. Ahly ni bingwa mara 12. Kwa hiyo anasalia Pyramids pekee ambaye hajawahi kwanza kucheza finali hiyo, maana yake hana hata kombe hilo. Lakini ukiangalia fomu yao kwa hivi karibuni, wakiwa mbele na spearhead Fiston Kalala Mayele, Hamdi Fathi na kundi hilo la wachezaji kina Ibrahim Hadel, wana kazi kubwa sana dhidi ya Orlando ambao kocha Jose Riveiro yuko kwenye tamati ya msimu wake. Atahitimisha vipi kwenye ligi kuu? Yuko nafasi ya pili, ni ngumu kuchukua ubingwa wa Afrika Kusini. Kwenye makombe ya ndani of course amecapitalize, lakini kwenye ubingwa wa Champions League ndio huu ambao ameanza safari njema. Mechi 3 zilizopita dhidi ya timu kutoka ukanda wa kaskazini ameshinda zote, dhidi ya Belouizdad, dhidi ya Ahly, robo final dhidi ya MC Alger. Amekutana tena na Mwanayuna 4. Atafuzu hapa kwenda kukutana either na Ahly au Mamelodi Sundowns. Labda furaha ya mashabiki wa soka wengi wanatamani kuona either finali ikiwa ya Afrika Kusini watupu ama watu wa Misri watupu, lakini ukiangalia vema katika ubora huu unaweza ukaona tayari kuna vifinali tayari vimepatikana kwenye nusu finali kama Ahly na Mamelodi. Na usisahau pia kwamba katika michuano hii mikubwa ya Afrika, Afrika Kusini wana timu 3. Kwenye Confederation kule kuna Stellenbosch, kuna Mamelodi, lakini pia wako Orlando ambao wako hapo. Wakati Misri wanawakilishwa na timu 2. Na zote tunaweza kusema kwamba zimeanza vibaya kwa sababu wawili hawa walianzia nyumbani, hawakupata matokeo kabisa. Lakini Orlando mechi zote alizocheza Afrika Kaskazini ameshinda. Dhidi ya Belouizdad amemfunga pale Algeria, dhidi ya Muluja Club MC Alger amemfunga pale Algeria, dhidi ya Ahly Orlando alikwenda akashinda mechi ya mwisho kabisa ya group ambao walikuwa group moja, Belouizdad, Ahly, Stade Abidjan na Orlando. Lakini leo anakwenda tena kwenye ardhi ambapo kila akienda anapata matokeo ya ushindi. Usisahau pia kwamba mbali na ratiba hii kuna ratiba nyingine pia ile ya shirikisho. Ambapo napo pia michezo hiyo tutaionyesha mubashara kupitia katika kisimbuzi cha Azam TV. Kabisa. Nikushukuru kwa sasa Muro. Asante sana Kida. Naam, tukiendelea kutazama mengine, klabu ya Fountain Gate FC yenye maskani yake huko Babati mkoani Manyara kupitia kwa ofisa habari wake Issa Mbuzi imethibitisha kumsimamisha golikipa wao John Nobo kwa tuhuma za kinidhamu zinazomkabili baada ya mchezo wao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga. Zilianza kama rumors kuhusiana na issue ya mlinda lango wetu John Nobo kuhusu kusimamishwa mara baada ya mchezo wetu na Young Africans ambao ulichezwa juzi hapa nyumbani. Kwa hiyo taarifa hizo ni za kweli. Management ilichukua hatua ya kumsimamisha John Nobo kwa muda, kupisha kamati ya maadili kuchunguza baadhi ya vitu vya kinidhamu ambavyo wanahisi vimefanywa ama vimetendwa na John Nobo. Kwa hiyo waliondolewa kwenye timu ili kuifanya kamati iwe huru kufanya uchunguzi wake kabla ya yeye mwenyewe kumuita na kuzungumza naye na kusikia pia kutoka kwake kama atakuwa ameng'amua kitu ama au la. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza kwa sasa John Nobo hayupo kambini na pengine atarejea mara baada ya kamati kumaliza majukumu yake. Naweza kusema kwamba Fountain Gate ni taasisi
na kitu hadi kikaitwa taasisi tayari kina mifumo yake, kina wataalamu wake ambao wanafuatilia mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama taarifa ya timu kama umesikia kuna taarifa yoyote rasmi kwamba timu imefanya maamuzi fulani, sisi kama mashabiki kazi yetu ni kuyaheshimu maamuzi hayo na kuhakikisha kwamba tuna support kile ambacho kinafanywa na timu, kwa sababu hata sisi mashabiki huenda sio muhimu kama timu yenyewe. Timu ni kipaumbele, timu ni kubwa kuliko chochote, timu ni kubwa kuliko yoyote. Kwa upande wangu mimi kama shabiki tunaona kwamba uongozi umekuwa haraka mno kuweza kufanya maamuzi. Kwa upande wangu mimi kama shabiki sipingani na uongozi, lakini naona kwamba imekuwa ni haraka sana kuweza kumsimamisha John Noble, kwa sababu tunafahamu ni mlinda lango mzuri tu ambaye ameshawapatia matokeo mazuri muda mwingine, kwa maana kudaka vizuri tumeshaona. Katika kuhakikisha inatimiza malengo ya kubaki ligi kuu ya NBC, timu ya Pamba Jiji FC imerejea kambini baada ya mapumziko mafupi tayari kwa maandalizi ya michezo minne ya ligi kuu NBC Tanzania Bara. Kama unavyoona tunaendelea na mazoezi yetu kwa ajili ya matayarisho ya michezo yetu minne ambayo imesalia, lakini kikubwa ni kwamba kama unavyoona tulikuwa tumewapa mapumziko ya at least siku 4 ngapi, lakini tumerudi mazoezini. Kwa hiyo cha kwanza tunaendelea kurudisha wachezaji kwenye hali yao, kwa maana kwamba kwenye fitness yao, then sasa baada ya hapo tuweze kuingiza vitu vya kiufundi ambavyo kimsingi kwa maana kwamba kwa maeneo yote, kwa maana tuna eneo la goalkeeping, eneo la defense, eneo la midfield na eneo la attack. Sasa hivyo ni vitu vyote ambavyo sasa tunafikiria sasa kuendelea kuvifanyia kazi ili mwisho wa siku tunapoelekea kwenye mchezo wetu ambao ni wa tarehe 8 tumefanya masahisho katika kila eneo, hasa katika michezo iliyopita pale ambapo kulikuwa na mapungufu tumeyaona. Kwa sisi kama technical bench tunayafanyia kazi ili mwisho wa siku mechi zinazokuja, hasa mechi ya tarehe 8 na mechi nyingine ambazo zitakuwa zimesalia, basi tuweze kufanya vizuri zaidi, hasa ukizingatia ni mechi muhimu. Tumebakisha mechi 4 ambazo ni muhimu, ambazo zinahitaji kupata matokeo ili tuweze kukaa katika nafasi ambayo ni nafasi nzuri. Ukiangalia bado hatuko kwenye nafasi nzuri, kwa hiyo tunahitaji kufanya vizuri ili tuende kwenye position nzuri zaidi. Na kimsingi tunajiandaa kuelekea kwenye michezo yetu inayofuata, na kiratiba mechi ambayo inafuata mbele yetu ni dhidi ya Simba Sport, mechi ambayo itachezwa tarehe 8 kule jijini Dar es Salaam. Tunafahamu sehemu tuliopo sio sehemu nzuri, kwa hiyo ili tuwe salama ni lazima tushinde michezo yetu minne ambayo imebakia kunako ratiba ya ligi kuu Tanzania Bara, kwa maana mchezo dhidi ya Simba, Ken Gold, JKT pamoja na KMC. Haitokuwa rahisi kushinda hizo mechi zote 4, lakini tukiendelea kuwa wamoja, tukiendelea kuwa na upendo, tunaamini tutafanikiwa na hatimaye kusalia kunako ligi kuu na kwenye nafasi nzuri zaidi. Kwa niwaambie tu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wasiwe wanyonge, wasiwe na hofu. Uongozi upo unapambana kila siku kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Benchi la ufundi pia wanapambana kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Halikadhalika watendaji wakuu wa klabu yetu kwa maana ya wachezaji wanajua nini ambacho wanatakiwa kufanya ili timu yetu ibakie kunako ligi kuu na nafasi nzuri zaidi. Inaweza isiwe rahisi, lakini tunaamini inawezekana. Ndio maana tuko mazoezini na tunapambana kila siku kuhakikisha nembo ya klabu ya Pamba Jiji inabakia kwenye sehemu nzuri zaidi. Timu ya wasiona na wenye uoni hafifu inataraji kuondoka Dar es Salaam kuelekea Singida kushiriki katika mashindano ya Mei Mosi Aprili 26 mwaka huu, na tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na viongozi pamoja na wachezaji wa timu hiyo. Sisi tumepata mwaliko wa kuelekea Singida Mei Mosi, na mwaliko huu umetolewa na Chama cha Mapinduzi. Kubwa ni kwenda kumuunga mkono mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu na yeye mwenyewe pia ni mwana sport, anapenda sana michezo, anajaribu kushika katika michezo mbalimbali. Nina imani kupitia Azam Media wamelivyoona mbali ya mambo yetu yanayofanyika, mama ameguswa na yeye pia anahitaji akaione goal ball ndani ya Mei Mosi. Kikubwa cha ziada ni kwenda kuburudika. Wataenda kuburudika, jamii ya Singida, Watanzania kwa ujumla, dunia kwa ujumla itakwenda kuona wasioona kwamba wanaweza kucheza mpira na kushiriki kwenye mambo tofauti tofauti ya kijamii. Kwa hiyo hili ni kubwa sana, tunashukuru sana 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 sana. Sisi kama Nyamonge Queens tumeandaa bonanza ambalo itahusisha watu wale wenzetu ambao wenye matatizo ya macho. Bonanza hilo tutalifanya baada ya Mei Mosi na tutalifanya litakuwa live. Ninachopenda kuambia kwamba kaeni mkao wa kula na tupe support yenu katika hili jambo tunalolianzisha. Naam, huu ni mshike tupate mapumziko mafupi, nitarejea.
Kwenye mshike, mimi ni Akida Kilango. Wachezaji watano wa mchezo wa pool wameondoka nchini kuelekea mji wa Chengdu nchini China kushiriki katika shindano la dunia la Joy Hairball Masters. Katika mashindano hayo makubwa ambayo mshindi huondoka na zaidi ya bilioni 1 za Kitanzania kama zawadi. Tanzania itawakilishwa na Abdallah Hussein, Norbert Batino, Jackson Nyang'anyi, Ambele Steven kutoka The Sniper Billiard Center na Doto Mashiku Nkuba kutoka Q Masters. Wachezaji kutoka katika mataifa ambayo hayashiki nafasi za juu katika viwango vya ubora wataanza kucheza hatua ya mtoano kuanzia Aprili 26 hadi Mei 4 na baadaye watacheza wale waliovuka hatua hiyo na wachezaji wenye viwango vya juu kuanzia Mei 5 hadi Mei 17. Tukiendelea kutazama mshike, mashindano ya Azam FC Inter College yanazidi kushika kasi katika uwanja wa Chuo Kikuu Dar es Salaam na sasa yamefika hatua ya robo finali. Meneja wa masoko na mauzo wa klabu ya Azam FC Tunga Ali amesema mashindano hayo mpaka sasa yamekuwa na mafanikio makubwa. Tuwashukuru vyuo mbalimbali ambao vilivyokuwa karibu mwa UDSM kwa kutuunga mkono kuja kuangalia mashindano haya ambayo yanaitwa Azam FC UDSM Intercollege Competition. Lengo ni kukuza vipaji vya Tanzania. Lengo kutengeneza mashirikiano kati ya Bahresa Group na UDSM University of Dar es Salaam, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuza fan base wa klabu ya Azam FC. Kama unajua sisi ni klabu ambayo tunakuwa kwa professionalism, lakini leo tuko katika robo finali ambayo inafanyika hapa kuelekea nusu finali. Zilikuwa timu 16 ambazo college za University of Dar es Salaam, zikaja timu 8, sasa zimekuja timu 4 kuelekea robo finali, kuelekea nusu finali. Na ukiangalia nyuma hapa ni timu zinashindana college hizi. Kubwa zaidi mashindano yalikuwa mazuri, watu wamejitokeza kwa wingi. Kiwalisia mashindano ni fursa. Tunajua sisi ni vijana, tunajua hali ya hewa sio nzuri pia, lakini magonjwa pia yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo tumeyatumia haya mashindano kama fursa ya mazoezi kwa vijana, kuweka utimamu wa mwili, lakini vile vile ni fursa. Tumeona kuna scouting ya Azam iko hapa. Tunaona vipaji mbalimbali kutoka kuachana na vipaji vya elimu. Tunaona kuna vipaji vingine katika fursa ya michezo. Haijawahi kutokea mtu robo finali. Mfano ukiangalia kule Mabibo kuna mechi inayoendelea kati ya School of Education, half time walikuwa 5-0. Ukiangalia watu wa Coast pamoja na Somj, half time watu walikuwa wanaongozwa kwa 4-0. Lakini ukija ukaangalia hapa wanacheza College of Humanities yani COU pamoja na COET, ilikuwa ni robo finali ya kibingwa kweli kweli. Kwa ni robo finali ambayo imefaana kweli kweli na mpaka sasa wanaongozana 3-1. Kwa unaweza ukaona kwamba haya mashindano yamekuwa na tija kwa sababu icon kubwa, brand kubwa ya Bahresa Group ambayo kwa sasa ni leading katika Afrika wameweza kuleta chachu kubwa sana katika mashindano haya. Michezo ya Mei Mosi mwaka 2025 inaendelea kushika kasi mkoani Singida ambapo zaidi ya timu za taasisi 44 kutoka wizara mbalimbali zinashiriki, huku timu ya mpira wa miguu ya ushirika ikiendelea kuchanja mbuga kwenye michuano hiyo. Deus Liganga anakuja na taarifa zaidi. Ni michuano ya Mei Mosi inaendelea kurindima hapa mkoani Singida ambapo timu ya maendeleo ya ushirika TCDC FC ni moja kati ya timu za taasisi 44 zinazoshiriki michuano hii ambayo inaleta ushindani mkali katika michuano hiyo ya Mei Mosi. Mwenyekiti wa TCDC FC Ibrahim Kadudu anaeleza malengo ya klabu hiyo katika michuano hii. Ya malengo yetu kwa msimu wa mwaka 2025 katika mashindano ya Mei Mosi ni angalau kufika hatua ya nusu finali, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana mpaka hatua ya sasa bado tupo katika njia ya kuelekea katika malengo yetu, kwa sababu hatua ambayo inafuata kwa sasa hivi ni tunajiandaa kwa ajili ya kucheza mchezo wa robo finali. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu katika mchezo huo tuweze kupata matokeo mazuri ili tuweze kufuzu sasa na kufika nusu finali ambayo itakuwa ni malengo yetu. Kupitia michezo watumishi au maafisa wanapata fursa ya kuweza kurelax mili yao, lakini pia kuijenga mili yao. Kama timu ya mpira wa miguu TCDC Sporting Club tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Mpaka sasa tumecheza michezo 4 ambapo tunaongoza kundi, tuna pointi 10. Kwa hiyo timu yetu ipo vizuri katika mashindano hayo. Tunatarajia kucheza hatua ya robo tarehe 25. Kwa upande wake makamu mwenyekiti wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa Michael Masubo anatoa wito kwa taasisi kuruhusu watumishi wao kushiriki michuano hiyo ya Mei Mosi. Hali ya michezo inaendelea vizuri, mwitikio ni mkubwa, wananchi wameonekana kufurahia michezo, lakini wanamichezo pia wako na afya na wamefurahi.
Michezo ya Mei Mosi ambayo imeanza kutimua vumbi Aprili 14 mwaka 2025 katika viunga mbalimbali vya mjini Singida inatarajiwa kuhitimishwa Aprili 30 kuelekea kilele cha sikukuu ya wafanyakazi ambayo kitaifa inatarajiwa kufanyika mkoani Singida. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Mambo ya Mei Mosi hayo. Mashindano ya kuibua vipaji vya soka kwa vijana ya Central Zone Youth Cup yanafanyika wilaya ya Chamwino jijini Dodoma kwa lengo la kusaka vipaji vya soka kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 na miaka 15. Tujiunge na George Mbara kwa taarifa zaidi. Mashindano haya ambayo yameingia msimu wa pili yanaandaliwa na kituo cha Bapton Football Club cha Singida yana lengo la kuibua vipaji vya vijana na kuendeleza kwa kuwatafutia vilabu vya kucheza au taasisi za kuendeleza. Mashindano haya malengo yake makuu ni baada ya kuibua wale vijana, sasa tunaenda sasa kuwapeleka katika viwanja vingine na kupata changamoto ama kupata experience kubwa zaidi, ambako kule kwenda kwenye mashindano yale kunakuwa kuna makocha, kunakuwa kuna mascout mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, na pia kunakuwa kuna timu mbalimbali kutoka mikoa karibia mingi ambayo tunaialika Tanzania nzima, kwa timu ambazo zinakuwa zinafanikiwa kuja. Kwa hiyo timu zinakuwa nyingi, vijana wanacheza, wanabadilishana uzoefu, lakini pia sasa baada ya kuweka kambini kwa muda wote, labda let's say ni miezi 3-4, so lazima sasa watafutie mechi ambazo sasa zitapa confidence zaidi, na ili kuweza kujitambua na kujiona kwamba wamefikia hatua gani katika ukuaji wao wa kisoka. Vijana waliojitokeza kushiriki mashindano haya wanasema ni fursa ya kuwafungulia milango ya kutimiza ndoto zao, kwani vijana wengi wenye vipaji hawapati njia ya kupita. Tunashukuru mashindano haya kutufikia kwa sababu yanatusaidia sana sisi vijana kutimiza ndoto zetu, kwa sababu vipaji vingi vipo sehemu tofauti tofauti, lakini unakuta hawezi kufikiwa kutokana na uhaba labda wa mashindano, lakini Bapton ameliona hilo, amegundua na wakaamua kuanza kitu kama hichi na kuleta ukanda huu. Hivyo nashukuru sisi kama wachezaji kutumia kama ndo fursa, kwa sababu siku hizi mpira watu wanatumia kama ajira. Walimu na wadau wa michezo walijitokeza kuona vipaji vya vijana hawa, wakawa na neno. Sisi kama makocha tunatamani mashindano haya yawe kwa wingi sana. Kwa wingi sana, kwa sababu sisi tunapata nafasi ya kupima timu zetu, tukaona na sisi kazi tulioifanya. Kuna vipaji vingi ambavyo vimeonekana kupitia eneo hili, wanafunzi wetu wamefurahi. Kuna vipaji vingi ambavyo vimeibuliwa, pia tunaomba na timu nyingine nje ya hapa wajiunge ili kushiriki pamoja na sisi. George Bara, Azam Sports, Dodoma. Naam, na kufika hapo hakuna la ziada katika mshike, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbushe yale tulikuwa nayo usiku huu. Mnyama Simba wawasili salama Afrika Kusini kuikabili Stellenbosch nusu fainali kombe la shirikisho Afrika. Mashindano ya Muungano 2025 kuanza kesho uwanja wa Gombani kisiwani Pemba. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango, nikutakie uwe na usiku mwema.